Uh, kwenye sehemu ambayo imepita nilikuwa nafundisha topic ambayo inasema ya kwamba unatarajia nini huu msimu wa Krismasi baada ya kuwa Yesu Kristo amezaliwa ndani yako, na nikasema kwenye ile sehemu ya kwanza kwamba unatarajia kwamba Yesu akizaliwa ndani yako aondoshe ama akuokoe kutokana na dhambi na madhara yake. Kwenye hii sehemu ya pili ningependa niwe na mwendelezo, na jambo la pili ambalo unafaa kutarajia baada ya kuwa Yesu amezaliwa ndani yako ama umempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako ni kwamba unafaa kutarajia kufanyika kuwa mwana katika ufalme wa Mungu na si mtumwa. Unajua kuna tofauti ya kuwa mtumwa na kuwa mwana. Kila mtu ambaye unayenisikiza mahali hapa, ujue kwamba kuna siku ulikuwa mbinguni, na mbinguni ndiyo nyumbani kwako. Mbinguni ndio mahali ambapo baada ya kuwa umekufa, kama umeokoka, utarudi kule mbinguni. Kwa hivyo mbinguni ndiyo nyumbani. Sasa mtu akifika hapa duniani na itokee kwamba ametenda dhambi, kile ambacho kinafanyikanga ni kwamba anakuwa yeye siye mwana wa Mungu tena, lakini anakuwa ni wa Shetani. Ndio maana maandiko anasema ya kwamba atendaye dhambi ni wa Ibilisi, maana Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo, na kwa kusudi ili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili kuziharibu kila kazi za Ibilisi. Kwa hivyo unakuwa wewe sio mwana wa Mungu tena, lakini unakuwa ni wa Ibilisi. Kwa hivyo Shetani anaweza akakufanyia chochote ambacho anahitaji. Kwa hivyo mtu baada ya kuwa amempokea Yesu Kristo ndani yake, baada ya kuwa umeokoka, kile ambacho kinafanyika hii Krismasi ni kwamba unafanyika kuwa mwana katika ufalme wa Mungu. Sasa kitu cha kwanza, ukifanyika kuwa mwana, unatakiwa kujua kwamba mwana anakuanga na haki ya kurithi zile vitu za baba yake. Kila kitu ambacho Mungu ametuandikia kwenye Biblia kama katiba ya mbinguni, ujue kwamba kitakuwa ni halali yako, na Mungu anaweza akakupa anytime, kila wakati. Ndio maana maandiko yanasema utafuteni ufalme wa Mungu kwanza na haki zake, na mengine mtazidishiwa. Mtazidishiwa na nani? Mtazidishiwa na Mungu, mkiwa ndani ya ufalme wa Mungu. Kwa hivyo ukifanyika kuwa mwana katika ufalme wa Mungu, kile ambacho kinatokea ni kwamba unakuwa mrithi pamoja na Kristo. Kila kitu ambacho Mungu amekirithi kinakuwa ni chako, kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu. Sasa mtu ambaye hajaokoka ako katika ufalme wa giza ama amemilikiwa na Shetani, yule mtu akuangi na uwezo wa kurithi, anakuanga ni mtumwa. Hauwezangi kurithi chochote. Hata mtu akiwa Freemason ama Illuminati akakwambia kwamba nimerithi pesa, niko na nini, ujue kwamba Shetani amekupea ili akufanyishe kazi. Amekupea hizo vitu ili umfanyie kazi, na baadaye utakuja kuvirejesha hizo vitu haujavirithi. Anakudanganya uko navyo, lakini haujavirithi hizo vitu. Ujue kwamba amekupea ili umfanyie kazi, wewe bado ni mtumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mtumwa anakuanga na haki ya kurithi kile ambacho ni cha baba yake. Ndio maana utaona mwana mpotefu anamwendea baba yake, anamwambia, baba, mimi nahitaji kile ambacho ni halali yangu, nipe ndio niondoke niende zangu. Baba akamwambia basi, akampea, maana alikuwa ni mtoto wake. Mtoto anakuanga na uwezo wa kurithi, maana ako nyumbani. Namba 2, mtumwa ni mtu ambaye hayuko kwao, kwa hivyo anatumikishwa tu yule mtu. Maandiko kwenye kile kitabu cha Yohana, kitabu cha Yohana mlango wa kwanza mstari wa 12, maandiko yanasema, bali waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Kwa hivyo baada ya kuwa umempokea Yesu Kristo hii siku ya Krismasi, ujue kwamba utafanyika kuwa mwana katika ufalme wa Mungu, na matokeo yake ni kwamba utaanza kurithi kile ambacho ni cha baba yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 2, kile ambacho unafaa kutarajia hii sikukuu baada ya kuwa umempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako ni kwamba utarejeshwa na utarejeshewa vitu zako. Utarejeshwa, lakini pia utarejeshewa vitu zako. Baada ya kuwa mtu hajaokoka, amemwacha Mungu, amemilikiwa na Shetani, ujue kwamba kwenye kitabu cha Yohana mlango wa 10 mstari wa 10, maandiko yanasema ya kwamba mwivi haji ila haibe, haribu na mwishowe kuua. Kwa hivyo baada ya kuwa umemilikiwa na Shetani, kile Shetani anafanyanga ni kwamba atakuibia ama atakuiba wewe mwenyewe.
ataharibu vitu vyako ama atakuharibu wewe mwenyewe, na mwishowe atakuua na hata ataua vitu zako. Hicho ndio shetani ukimwendea anakufanyianga kwenye maisha yako. Sasa baada ya kuwa umempokea Yesu ndani yako, kile ambacho Yesu anafanyanga ni kwamba atakurudisha na anakurudishia vitu zako. Kwenye kile kitabu cha Yoeli maandiko yanasema ya kwamba nami nitarejeshea hiyo miaka iliyoliwa na zinge na parade na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa niliyolituma kati yenu. Kwa hivyo ina maana kwamba Mungu ako na uwezo wa kurejeshea kile ambacho kimeibiwa, lakini pia akakurejesha wewe ambaye uliibiwa na shetani, ukapelekwa kwenye falme za giza, ukapelekwa kwenye nchi ya ungenini, ukatumikishwa, ukawa mtumwa kule. Yesu anaweza akakurejesha, lakini pia akakurejeshea vitu zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo huu msimu wa Krismasi ni wakati ambapo kila kitu ambacho kwenye maisha yako unajua kwamba kimeibiwa. Wengine ndoa zao ndio zimeibiwa, wengine kazi zao ndio zimeibiwa, wengine kile kimeibiwa ni ndoto zao, wengine wakati wao ndio umeibiwa. Maana shetani anaibanga mpaka wakati wa mtu. Ndio maana maandiko yanasema kwamba maandiko yanasema ya kwamba tukiukomboa wakati, kwa maana zama hizi ni za uovu. Wakati huwezi ukakombolewa kama hujaibiwa. Ina maana kwamba wakati wako unaweza ukaibiwa. Shetani anaweza kuiba wakati wako, ukapita kwenye miaka fulani, lakini hakuna kitu unaweza kusema ulikifanya, kwa maana shetani aliiba wakati wako, ukawa huwezi ukafanya chochote ambacho kinakupa mafanikio kwenye maisha yako. Ni nini ambacho kimeibiwa kwenye maisha yako? Huu msimu wa Krismasi ni wakati ambapo Yesu akizaliwa ndani yako atakurejeshea kile ambacho kimeibiwa na shetani. Atakurejesha kwenye nafasi yako ambayo iliibiwa. Baada ya kuwa Adamu na Hawa wamefanya dhambi, maandiko yanasema ya kwamba wakafukuzwa katika bustani ya Edeni, wakatolewa kule kabisa. Na walipotolewa kule, Yesu baadaye anapokufa ndiye anaturejesha. Maana walipotolewa kule waliwekwa maserafi, wakawekwa malaika kule, ikawa hata mwanadamu akitaka kurudi hawezi akarudi tena. Lakini Yesu, maandiko yanasema ya kwamba kwa maana Yesu Kristo ndiye njia, kweli na uzima, ndiye njia ya kurudisha kwenye bustani ya Edeni, mahali ambapo tulikuwa tunafanya kazi bila kusweti, mahali ambapo ukitaka kupata vitu vya mbinguni unamwendea Baba, unamwambia Baba nahitaji hiki, anakupa. Maana wewe ni mwanae, sasa anaanza kukupa. Ndio maana maandiko yanasema utafuteni ufalme wa Mungu, si utafute pesa. Dunia inakufundisha kwenda kuamka na kwenda kutafuta pesa, lakini maandiko yanasema utafuteni ufalme wa Mungu kwanza. Tafuta kuwa karibu na Mungu, tafuta kuwa na uhusiano wa Mungu kwanza. Anasema utafuteni ufalme wa Mungu kwanza na haki zake, na mengine mtazidishiwa. Anasema msijisumbue kwa ajili ya kesho, kwa maana hiyo kesho sasa ndio inafaa ijisumbukie yenyewe kwa ajili yako. Kama ukimpokea Yesu Kristo, ujue kwamba kesho yako Mungu atakuwa anajua vile ataifanyia. Ndio maana anasema ya kwamba msijisumbue, kwa maana ndege wa angani hawafanyi kazi kama vile unafanya, lakini wao wenyewe wanakula, wanafanya chochote kile, wanapata chochote ambacho wanakihitaji. Anatuambia kwamba tujifundishe kutokana na ndege, kwamba ndege wataishi lakini watakula, lakini hawana bidii kama vile wewe mwenyewe unafanya. Sasa kila ambacho unafaa kufanyia bidii ni kutafuta ufalme wa Mungu. Bidii ni ya maana sana, lakini bidii unafaa kujua unaielekeza wapi ili kupee matunda. Maana sio watu wote wenye bidii ambao wamefanikiwa. Kwa hivyo huu msimu wa Krismasi ni wakati ambao tunasherekea kuzaliwa kwa Yesu ndani yetu. Unafaa kutarajia kwamba kama ukimpokea Yesu ndani yako, jambo la kwanza ni kwamba utafanyika kuwa mwana katika ufalme wa Mungu, na hapo hautakuwa mtumwa tena. Utakuwa umerudi nyumbani kwa baba yako. Hautakuwa mtumwa, kiasi kwamba maisha yako sasa yatakuwa ni maisha ambao Mungu anayakontrol yeye mwenyewe. Ukihitaji chochote Mungu atakupa. Ndio maana anasema ya kwamba ombeni nanyi nitawapa, bisheni nitawafungulia. Naelewa Kwa hivyo hapo itakuwa ni kubisha, unafunguliwa. Unaomba, Mungu anakupa. Anasema hauwezi ukamuomba samaki akakupa nyoka. Hauwezi ukamuomba mkate akakupa nini? Akakupa jiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ni ufalme ambao umeingia, ufalme ambao sio ufalme wa mateso na ufalme wa utumwa tena.
Mungu akubariki sana mahali popote ulipo, maana imani ya kwamba utafanyika kuwa mwana katika ufalme wa Mungu, lakini pia utarejeshiwa zile vitu zako ambazo zimeibiwa baada ya kuwa umempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Barikiwa.